Jina la Yesu la thamani zaidi ya fedha. Tunapitia kwenye njia jalama ya damu. Jina la Yesu la thamani zaidi ya fedha. Kwa pamoja twaimba tukingojea haya. Jina la Yesu la thamani zaidi ya fedha. Ndugu yangu mpendwa, Bwana asifiwe. Ni rasmi sasa, kufikia hivi sasa umeridhika na umehakikisha ya kwamba tunayo sanamu ya mnyama. The image of the beast is alive and kicking in America. Ili ni kuondolea wasiwasi yoyote, nataka nikuletee unabii ambao umetimia wa ajabu, na kwenye hili somo naenda kukuonyesha mambo mazito. Nifuatilie tu mpaka mwisho na utahakikisha ya kwamba kweli haya ni mambo mazito ambayo mtoto wa Mungu inabidi ayafahamu, na kuonyesha unabii ambao umetimia kwa namna ya ajabu. Na nashangaa ya kwamba hakuwezi kukaachwa na pengo lolote kwenye mnyororo wa unabii jinsi unavyoendelea kutimia. Ili ni kuondolee wasiwasi yoyote. Iwapo una wasiwasi yoyote juu ya hili swala la sanamu ya mnyama kutengenezwa katika nchi ya Marekani tarehe 17 ya mwezi wa 5 kwenye uwanja wa National Mall, acha tuulize Rome yenyewe wa Roma, acha tuulize upapa wenyewe uthibitishe na kuhakikisha ya kwamba kilichotengenezwa kwenye uwanja siku ile ni sanamu ya mnyama, muungano wa dini na serikali kulingana na unabii wa Biblia. Katika kitabu cha Ufunuo 13 vile nilivyokuonyesha kwenye somo la kutangazwa kwa Jumapili kumeandaliwa, nikakuletea ushahidi na ukauona. Ila leo nataka mnyama mwenyewe ambaye sanamu yake ndiyo ilitengenezwa ahakikishe ya kwamba ilikuwa ni sanamu ya mnyama kwenye uwanja. Na kuletea huyu anayeitwa Bishop Robert Barron. Huyu mwakilishi wa Vatikani acha atamke kwa kinywa chake mwenyewe ya kwamba hilo ndilo lilikuwa kwenye uwanja. Bishop Barron anaenda kutamka maneno alipokuwa anawakaribisha watu na kuwaita wahudhurie kwa wingi kwenye uwanja siku hiyo, kwenye hiyo sherehe. Anasema walikuwa waje kwa uwanja kusherekea muungano wa dini na serikali kwa namna ya urembo kabisa, kama wandoa, yani kama waharusi. Kwa maneno yake mwenyewe utaenda kumsikia akisema, the idea is to celebrate how religion and America have really come together in a beautiful way. Eti Bishop amesema namna gani? Utamsikia akisema ya kwamba kwenye uwanja tunaenda kuona siku hiyo, akiwakaribisha watu wote wahudhurie pale, tuende kusherekea jinsi serikali na dini ya Marekani vimeungana kwa namna ya urembo kabisa, kwa namna ya uzuri kabisa, in a beautiful way. Sikia basi maneno ya mnyama mwenyewe akithibitisha kwamba ndio hilo. I'll be there speaking as well. The idea is to celebrate how religion and America have really come together in a beautiful way. So can I invite everybody, take the time, come to Washington National Mall. It's going to be kind of an all-day event, beginning in the morning and stretching into the afternoon. There'll be speakers, but also musicians and other forms of celebration. So hope to see you on May 17th, and God bless you. Wakati ambapo sanamu ya mnyama amesimamishwa na anasherekewa, unabii mwingine ambao una uhusiano na huu umetimia. Kwa sababu ni jambo ambalo limeandikwa, tutasoma na wewe, tuangalie na wewe, ni kuonyesha ushahidi wote, uridhike ya kwamba ukweli, hakuna mwanya utaachwa, hakuna pengo litaachwa. Kila unabii unaendelea kutimia vile ambavyo uliandikwa. Katika kitabu cha Mathayo 24, Yesu alisema maneno yafuatayo. Mathayo 24,
mstari wa 15 na 16. Msikie Yesu akisema, basi hapo mtakapoliona chukizo la uharibifu lile lililonenwa na nabii Danieli limesimama katika patakatifu, asomaye na afahamu. Ndipo walio katika Uyahudi wakimbilie milimani. Yesu amesema mtakapoliona, when you shall see. Kwa hivyo ni jambo litaonekana, ndio. Kumbuka ya kwamba matukio yanayotukia ndio utimizo wa unabii. Kwa hivyo tutaona na kuonyesha. Amesema mtakapoliona chukizo la uharibifu. Anatumia the abomination of desolation, ambayo ilinenwa na Danieli, imesimama kwenye mahali patakatifu. Amesema ya kwamba walio katika Uyahudi wakimbilie milimani. Ili tuelewe kabisa ya kwamba hii desolation ambayo ameisema, the abomination of desolation, chukizo la uharibifu ambalo Yesu amelitaja, ni chukizo gani? Kwa maneno yaliyofafanuliwa na mwandishi Luka katika kitabu cha Luka 21 mstari wa 20 na 21, anasema sasa yeye hatumii abomination of desolation, anatumia uhalisia wa mambo. Anasema, lakini hapo mtakapoona, when you shall see, lakini hapo mtakapoona mji wa Yerusalemu umezungukwa na majeshi, ndipo jueni ya kwamba uharibifu wake umekaribia. Ndipo walio katika Uyahudi wakimbilie milimani, na walio katikati yake wakimbilie nje, na walio katika mashamba wasiuingie. Haya maneno ya Yesu yamefafanuliwa vizuri sana na waandishi wake wawili, ambaye ni Mathayo pamoja na Luka, kwamba hii abomination of desolation, chukizo la uharibifu analolisema Yesu ama alilolisema Yesu, ni wanajeshi wa Kirumi. Mtakapoona mji wa Yerusalemu umezungukwa na wanajeshi, basi mjue ya kwamba wakati wa kuharibiwa kwa Yerusalemu umefika. Na akawatahadharisha wanafunzi wake ya kwamba hiyo ndio ishara mtategea, kwa sababu Yerusalemu utaangamizwa kwa sababu ya kumkataa Masia Yesu na kumsulubisha na kumuua. Basi wakaonyeshwa hiyo ishara na wanafunzi wa Yesu wakaitegea hadi ilipotokea na kuonyesha kilichofanyika. Nifuate, utaona ni nini ambacho kimetimia kwa namna ya ajabu katika wakati huu ambao, ndugu yangu, mimi na wewe tuko hai, na kwa macho yetu tunazidi kuona, na tutaona makubwa kuliko hayo. Tuko kwenye wakati wa hatari ambapo imani inabidi ya kwamba ithibitike kabisa, iimarike kabisa ndani ya Yesu na neno lake, ndipo tusiweze kuondoka kwenye imani. Namuita mjumbe wa Mungu katika roho ya unabii atuambie ya kwamba hili tukio linaenda kujirudia tena, ndipo nikuonyeshe kilichofanyika na kile ambacho kimefanyika. Mjumbe wa Mungu anasema ya kwamba ile ishara iliyotajwa katika Mathayo na Luka tutaiona tena katika kitabu cha Last Day Events, page 121, paragraph 1. Mjumbe wa Mungu anasema, the time is not far distant when, like the early disciples, we shall be forced to seek a refuge in desolate and solitary places. Ya kwamba wakati hauko mbali, katika kipindi chake alisema wakati huo ya kwamba wakati haukuwa mbali ambapo sisi kama wale wanafunzi wa awali wa Yesu itatupiri tutorekee maeneo ambayo hayakaliwi na watu. Anasema, as the siege of Jerusalem by the Roman armies was the signal for flight to the Judean Christians, so the assumption of power on the part of our nation in the decree enforcing the papal Sabbath will be a warning to us. It will then be time to leave the large cities preparatory to leaving the smaller ones for retired homes in secluded places among the mountains. Mjumbe wa Mungu amesema ya kwamba ishara ilionyesha kipindi kile ya kwamba Yerusalemu ilikuwa inaenda kuangamizwa ni wanajeshi wa Kirumi kuisunguka.
Hiyo ishara ikaonekana, wanafunzi wa Yesu wakaiona na wakaondoka, wakatoroka. Amesema ya kwamba hili linaenda kutokea tena. Sasa sio eti ni Yerusalemu tena inaenda kuharibiwa, bali anasema ya kwamba Marekani ndio inaenda kuangamizwa kwa namna fulani. Huu uangamivu unakuja kwa jinsi ya kwamba Waroma tena wataizingira sasa sio Yerusalemu bali Marekani. Kwa makusudi gani? Ya kwamba iweze kulazimisha sabato ya upapa, ya kwamba ishara itaonekana wakati ambapo Marekani itachukua uwezo ama nguvu katika kuilazimisha sabato ya upapa, kuwalazimisha watu watunze sabato ya upapa. Warumi wataizingira Yerusalemu ambayo ni Marekani ya sasa, wakati ambapo Marekani inaenda kutoa nguvu ya kuweza kulazimisha watu waweze kutii sabato ya upapa ambayo ni Jumapili. Ndipo tutaona hii ishara ya Warumi tena wanaenda kuizingira Yerusalemu. Sasa wataizingira Marekani kwa mazingira ya kisasa na kwa namna ya kisasa ambayo nitakuonyesha. Lakini ameisema ni kwa jinsi watatumia mbinu hizo mpaka Marekani iweze kusukumwa, iweze kuchukua uwezo, iweze kutua, itatua assumption of power, itatua mamlaka yasiyo yake, uwezo usio wake, na kuwalazimisha watu kwa masuala ya ibada. Warumi tunaenda kuwaona tena wakiizingira Yerusalemu ambayo ni Marekani ya sasa. Ili tuelewe ni nini kilifanyika kipindi kile, ndipo tujue kile ambacho kinafanyika hivi sasa ambacho kimetimia. Nataka nikuonyeshe, acha mjumbe wa Mungu atuonyeshe ni nini kilifanyika kipindi kile. Great Controversy, page 25, paragraph 4. Mjumbe wa Mungu hapo ameiquote Mathayo 24 mstari wa 15 na 16 na Luka 21 mstari wa 20 na 21. Ndio hiyo imesema ya kwamba mtakapoona Yerusalemu imezingirwa na wanajeshi, mjue ya kwamba wakati wake wa kuharibiwa umefika. Alafu anasema when the idolatrous standards of the Romans should be set up in the holy ground which extended some furlongs outside the city walls, then the followers of Christ were to find safety in flight. When the warning sign should be seen, those who would escape must make no delay. Mjumbe wa Mungu amesema ya kwamba kile ambacho Yesu alitabiri ni kwamba Warumi watakapoonekana na bendera zao zenye michoro na vinyago vya kipagani wamesimamisha kwenye eneo takatifu, na eneo takatifu lilianzia ndani ya mji wa Yerusalemu hadi nje ya ukuta, urefu kadhaa nje ya ukuta. Hapo Warumi wangekuja wasimamishe bendera zao. Wakishasimamisha bendera zao zenye vinyago vya upagani na michoro ya kipagani, basi wanafunzi wa Yesu watambue ya kwamba wakati wa kuangamizwa kwa Yerusalemu umefika, na usalama wao ulikuwa ni kukimbia, ni kutoroka kutoka Yerusalemu. Hilo lilifanyika. Wakaambiwa wangoje na watazame na waone na wataona, na hakika lilionekana. Ulipofika mwaka wa 66 AD, jemadari wa kijeshi wa Kirumi aliyekuwa anaitwa Sestius alikuja na wanajeshi, akatembea taratibu, safari ndefu, msafara wa kijeshi kuelekea Yerusalemu. Wakatembea mpaka wakafika Yerusalemu. Pale Yerusalemu wakasimama, wakauzunguka mji wa Yerusalemu wote. Wakasimamisha bendera zao, wakasimamisha vile vinyago vyao, zile sanamu zao za kipagani za ibada. Wakauzunguka mji wa Yerusalemu, hakuna ambaye angeweza kuingia na ambaye angeweza kutoka. Mara na kwa ghafla na kwa sababu ambayo haikueleweka, Sestius tena akaambia wanajeshi wake tutoroke kutoka hapa. Sestius na jeshi lake wakaondoka Yerusalemu. Wakaondoka mbio sana, wakaenda. Wanafunzi wa Yesu wakaambiana, ona maandiko na maneno ya Yesu yametimia, ya kwamba tumeona wanajeshi wameuzunguka Yerusalemu,
Wakakimbia, wakaambiana, wakaanza kuhama. Wakaondoka moja kwa moja, wote wanafunzi wa Yesu ambao walikuwa ni Wakristo. Wakaondoka Yerusalemu, wakahama, wakaenda kwenye milima iliyokuwa inazunguka Yerusalemu, milima ya Abela. Waliondoka wote msafara mrefu. Misafara ilionekana ya watu wanaohama kutoka Yerusalemu. Kumbe walikuwa ni Wakristo waliokuwa wanatii neno la Yesu, wanatii agizo la Yesu ya kwamba mkiona hili muondoke kwa haraka, msikawie. Wanafunzi wa Yesu wakaenda kwenye milima ya Abela, wakakaa huko kwa miaka 3.5. Ndipo jemedari mwingine wa Rumi, jemedari tofauti sasa, ambaye alikuwa anaitwa Titus, ulikuwa mwaka wa 70 AD, akacha na jeshi kubwa na jeshi zito, wakauzingira mji wa Yerusalemu, wakaupiga vita, wakawaua Wayahudi ambao walikuwa wamekusanyika pale. Ilikuwa wakati wa Pasaka na Wayahudi walikuwa wamekusanyika kwa wingi sana Yerusalemu. Malango yakafungwa, wanajeshi wakaupomoa ule mji, wakauchoma, wakawaua watu, wakachoma hekalu ambao lilikuwa limejengwa kwa miaka 46, hekalu la kifahari, wakidhani ya kwamba Mungu alikuwa kule, bali Mungu alikuwa ameondoka kwa sababu walikuwa wamemkataa Yesu. Lile hekalu likachomwa, mji ukachomwa, watu wakauawa, damu ikamwawa Yerusalemu. Wale waliobaki wakashikwa, wakapelekwa mateka, wakauzwa utumwani. Hili jambo lilitimia vile ambavyo Yesu alilisema. Katika historia tunaambiwa ya kwamba Sestius alipoondoka na wanajeshi wake, ilichukua muda wa miaka 3 ndipo Titus akaja kuuchoma mji wa Yerusalemu. Sisi wa Yerusalemu ya sasa, wakati ambapo Marekani inaenda kuzingirwa vile imezingirwa, na ambapo shambulizi la Roma linaenda kuonekana kwa namna ya watu kulazimishwa ibada ama kulazimishiwa ibada, hatuendi kungoja miaka, maana jambo linalohusu sanamu na alama ya mnyama linaenda kuchukua muda mchache sana. Mjumbe wa Mungu anasema swala la alama ya mnyama linaenda kuchukua a few months, miezi michache tu, ni muda mchache sana. Anasema ya kwamba watu kutayarishwa kuikataa sanamu ya mnyama itachukua a few months. Katika kitabu cha Early Writings page 67 paragraph 2, hiyo ni chapter 14 sura ya 14 katika Early Writings, ambayo inaitwa The Mark of the Beast, yaani alama ya mnyama. Uangalie aya ya mwisho pale chini ambapo anamalizia. Mjumbe wa Mungu anasema ya kwamba itachukua hiyo kazi ya alama ya mnyama, itachukua miezi michache tu, a few months. But now time is almost finished, and what we have been years learning, they will have to learn in a few months. They will also have much to unlearn and much to learn again. Those who would not receive the mark of the beast and his image when the decree goes forth must have a decision now to say, nay, we will not regard the institution of the beast. Mjumbe wa Mungu amesema ya kwamba watu kutayarishwa ili wakatae sanamu ya mnyama, wasipokee sanamu ya mnyama itakapopitishwa kisheria, ambayo ni ibada ya lazima ya Jumapili. Ametumia neno linalosema yale ambayo watafunzwa ndipo wakatae, itachukua a few months, miezi michache tu, kumaanisha ya kwamba jambo la alama ya mnyama litachukua miezi michache tu. Huu muda ambao mjumbe wa Mungu anasema ya kwamba ni a few months, anasema sababu yake. Sababu ni kwamba Roho Mtakatifu atamwawa kwa uwezo mkubwa kuliko yule aliyemwawa kipindi cha the midnight cry, kipindi cha the first angel's message, ule ujumbe ambao ulihubiriwa wa marejeo ya Yesu muda mchache kabla ya 1844. Mnakumbuka kipindi cha William Miller. Anasema ya kwamba yule Roho Mtakatifu aliyemwawa kipindi kile, sasa anayeenda kumwawa, ndipo watu wamalize hii kazi ya kuwaonya watu wasipokee sanamu ya mnyama, atakuja na nguvu mara 10 kuliko ile iliyotumika kipindi kile cha kabla ya 1844. Katika kitabu cha Spalding and Magani Collection page 4 paragraph 3, mjumbe wa Mungu anasema, you are getting the coming of the Lord too far off. I saw the latter rain was coming as suddenly as the midnight cry, and with 10 times the power.
Hapa mchumbe wa Mungu kwa Kiingereza anasema ya kwamba msiuchukulie muda wa kuja kwa Yesu kwamba uko mbali sana. Msiuchukulie wakati wa kuja kwa Yesu kwamba uko mbali sana. Hapana, atakuja haraka, kwa sababu Roho Mtakatifu atashuka, hii kazi ifanyike kwa haraka. Na huyo Roho Mtakatifu anakuja ghafla vile alivyokuja kipindi kile cha kabla ya 1844. Hakukuwa na taarifa kwamba Roho Mtakatifu angemwawa, lakini walishtukia Roho Mtakatifu amemwawa na hata hawakuelewa, ile waliona tofauti ikifanyika, na atahitaji hiyo miaka. Anasema huyu Roho Mtakatifu anakuja kwa nguvu ya mara 10 kuliko yule aliyekuja kipindi kile muda mchache kabla ya 1844. Akizungumza juu ya huu wakati wa 1844, mjumbe wa Mungu anasema, ama kwa lugha ya kuashiria, anasema ya kwamba huu muda ambao utatumika kumaliza hii kazi ya kuonya dunia, hii kazi ya kuleta kilio kikuu, watu waonywe ili wasimpokee ama wasipokee sanamu ya mnyama ama alama ya mnyama, ili wasiabudu Jumapili ya lazima. Mjumbe wa Mungu anasema hii kazi ya alama ya mnyama itachukua chini ya miaka 4 kwa lugha ya kuashiria. Ndivyo anavyosema. Katika handwritings ameita ni a few months, lakini katika kitabu cha Great Controversy kwa lugha ya kuashiria anaonyesha ya kwamba itakuwa chini ya miaka 4. Katika kitabu cha Great Controversy page 611 paragraph 1, mjumbe wa Mungu anasema katika hiyo Great Controversy, anasema juu ya malaika wa Ufunuo 18 ambaye ataangaza dunia yote kwa utukufu wake. Huyu ni malaika wa Roho Mtakatifu atakaposhuka kwa watoto wa Mungu wapeane kilio kikuu. Hii kazi anaisema hivi: a work of worldwide extent and unwanted power is here foretold. The Advent movement of 1840 to 1844 was a glorious manifestation of the power of God. The first angel's message was carried to every missionary station in the world, and in some countries there was the greatest religious interest which has not been witnessed in any land since the Reformation of the 16th century. But these are to be exceeded by the mighty movement under the last warning of the third angel. Hapa mjumbe wa Mungu anasema ya kwamba kipindi kile kabla ya 1844 ilifika wakati Mungu akawamwagia wale wa Adventista waliokuwa wanahubiri marejeo ya Yesu. Kipindi kile walipokea nguvu ya Roho Mtakatifu mwaka wa 1840. Kutoka 1840 ili wachukua miaka 4 mpaka 1844 kupeleka ule ujumbe kwa kila pembe ya dunia ambapo umishonari huo ulikuwa ufanywe. Alafu anafananisha akisema, hii inayokuja sasa nguvu mara 10 ya ile waliopewa wale wa Adventista. Sasa wanaenda kupokea mara 10 zaidi. Ikiwa walichukua miaka 4 peke yake kumaliza hiyo kazi ya ujumbe wa malaika wa kwanza duniani, sasa wamepata nguvu mara 10. Inamaanisha itawachukua muda mchache kuliko ule waliochukua kuanzia 1840 mpaka 1844. Maana nguvu inayotumika ni nzito, a mighty movement. Huu ujumbe utaendeshwa haraka na utaisha chini ya miaka 4. Si kama kipindi kile ilipowachukua miaka 4. Hapa mwandishi wa roho ya unabii anashikana na kile ambacho kimeandikwa katika Danieli 12 ya kwamba tangu kazi ya kilio kikuu kuanza mpaka Yesu kurudi inachukua 1335 days, ambayo ni chini ya miaka 4. Ili nilikuonyesha kwenye somo la ni muda wa miaka mingapi. Kama huku liangalia, nimelifafanua vizuri sana, nikatoa ushahidi pale katika somo la Daniel chapter 12, zile siku ambazo zimetajwa pale. Unaweza rudi pale ndipo waelewe ya kwamba huu muda ambao mjumbe wa Mungu ameusema ni hivyo hivyo, ameshikana na kile ambacho kimeandikwa katika Danieli. Danieli hizo siku ni chini ya miaka 4. Mjumbe wa Mungu ni chini ya miaka 4 ama a few months. Eti huu wakati unaanza lini na utaisha lini? Mimi sijui. Maana hatujapewa kujua times and seasons.
Hatujaambiwa ni mwaka gani haya yatafanyika na yataisha, hapana. Ila neno limesema tukiona tutaelewa. Hata hivyo, si Danieli anasema the wise shall understand. Na hawa wanaitwa wise ni the teachers of righteousness. Hawa ambao wanaenda kuhubiri kilio kikuu. Wakimwagiwa Roho Mtakatifu kazi ianze, wataelewa, they will understand. Lakini kwa sasa sijui kama kuna mtu ambaye anajua ya kwamba rehema itafungwa mwaka gani, tarehe ngapi, hayo ni ya kwake. Kama wewe unajua hilo, lijue ndani ya moyo wako. Lakini hatujaambiwa muda haya yataanza lini, hapana. Tunangojea tu tuone yanakuja namna gani. Nimekuletea hili ili nikuonyesha ya kwamba vile ambavyo tumeona sanamu ya mnyama imesimamishwa Marekani tarehe 17 mwezi wa 5 2026. Vivyo hivyo unabii wa Warumi nao kuizingira Yerusalemu umeonekana na kuonyesha hili, na nakuletea ushahidi ndipo uelewe kabisa ya kwamba hakika kumbe muda umeisha na sisi tumelala. Maana matukio ndio utimizo wa unabii. Hili jambo ambalo nakuletea ya kwamba unabii wa Yerusalemu kuzingirwa na wanajeshi umetimia Marekani ni jambo ambalo mjumbe wa Mungu alituonyesha ya kwamba lingefanyika kwa namna ya kisiri. Lakini hatimaye lijitokeze. Sasa limejitokeza na nakuletea ushahidi. Mjumbe wa Mungu anasema ya kwamba Warumi watakuwa wanauzingira Yerusalemu ambayo ni Marekani polepole kisiri, wasimamishe bendera zao kisiri, lakini hatimaye wataonekana. Anasema katika kitabu cha Great Controversy page 581 paragraph 2, hiyo ni chapter 35 paragraph ya mwisho huko chini, anasema stealthily and unsuspectedly she is strengthening her forces. Ya kwamba Waroma, upapa unaendelea kuimarisha wanajeshi wake Marekani. Stealthily and unsuspectedly, kisiri kabisa, bila kuonekana na bila kushukiwa. Hawezi ukashuku ya kwamba kumbe anataka kuizingira Yerusalemu kabisa ambayo ni Marekani na kuinasa na kuitumia vibaya katika ibada. Mjumbe wa Mungu anazidi kusema hivi. Some ndipo nikueleze. Stealthily and unsuspectedly she is strengthening her forces to further her own ends when the time shall come for her to strike. All that she desires is vantage ground, and this is already being given her. We shall soon see and shall feel what the purpose of the Roman element is. Whoever shall believe and obey the word of God will thereby incur reproach and persecution. Mjumbe wa Mungu amesema ya kwamba jeshi la Rumi linaendelea kujiimarisha kisiri na bila kushukiwa. Na anangojea wakati wa kuuma kabisa, to strike, wakati wa kushambulia. Anategea wakati wa kushambulia. Kitu anachotaka ni wakati mwafaka ndipo afanye shambulizi. Huu wakati mwafaka na nafasi ya mwafaka, vantage ground, tayari kipindi kile cha mjumbe wa Mungu, that vantage ground was being given her. Roma ilikuwa inapewa hiyo nafasi. Huo wakati mwafaka na nafasi mwafaka alikuwa anaipewa, na amezidi kuipewa mpaka sasa, wakati ambapo amekamilisha mambo yake na yuko tayari kabisa kufanya shambulizi, na tutaliona hivi karibuni. Anasema kitakachotokea ni kwamba wale ambao watashikilia ibada ya kweli ya Mungu, wale ambao watalitii neno la Mungu, watasikia mateso makali, watapata aibu, watafanyiwa vitendo vya aibu, watateswa, na ndipo dunia itaelewa lengo la Roma lilikuwa gani. Hawa Warumi ambao wameizingira Yerusalemu na jeshi lake, lengo lao ni gani? Hawa ambao wanafurahia ya kwamba sanamu ya mnyama imesimamishwa, sasa ndipo anataka kufanya shambulizi. Rome is now ready to strike. Vantage ground ameipata, nafasi nzuri ameipata. Kinachofuata sasa ni shambulizi ambalo litatokea wakati wowote. Mungu ambaye hapendi kutuacha bila ushahidi, alituonyesha mapema ya kwamba Warumi ndio hao wako njiani kuuzingira Yerusalemu. Na kuambia Mungu aliinua mashahidi wake, na ndio nakuletea mpaka Warumi wenyewe nitakuletea uwaone. Haya mambo yalianza kuonekana kipindi cha kampeni ya Trump.
Kipindi kila mwaka wa 2024 wakati ambapo Trump alikuwa anawania awamu ya pili ya urais, hili jambo ndipo lilianza kuonekana. Waandishi wa habari na vyombo vya habari wa magazeti na televisheni walipeana taarifa ambazo watu wa Mungu wangesikiliza na kuona, wangetambua ya kwamba kumbe Warumi wako tayari. Kipindi kile cha Trump, Wakatoliki, wa Vatikani, wa Roma walisema ya kwamba tumechezwa kwa muda mrefu, tumedanganywa kwa muda mrefu wakati wa kura, lakini sasa hivi tumempata mkombozi. Tumempata mtu ambaye anaenda kujali masilahi yetu, ambaye anaenda kujali masilahi ya Roma, ambaye anaenda kutimiza matakwa ya Ukatoliki Marekani. Kwa maneno yao wenyewe ndivyo Wakatoliki walivyosema. Ningependa usikie kwa Kiingereza maana nimekuambia kwa Kiswahili. Wakisema ya kwamba sasa tumempata mtu ambaye tunaenda kupigia kura na atajali masilahi ya Ukatoliki na atainua Ukatoliki na kutimiza matakwa ya Mkatoliki Marekani. Na wewe wanafunzi wa unabii unajua ya kwamba lengo la Roma Marekani ni kuiteka Marekani iabudu kwa jinsi ya upapa. Kwa lazima watu waweze kuabudishwa Jumapili. Wasikie hao jinsi walivyosema. We're also very grateful to be endorsed by one of the nation's largest Catholic advocacy groups, Catholic Vote. Catholics are tired of being catered to by politicians every 4 years that come around with this social justice platitudes, and they finally said enough is enough. We want someone to stand up for us, stand up for what we believe. President Trump is that choice. A Catholic advocacy group is mobilizing against Vice President Kamala Harris. A group of Catholics showed up in the rain to pray the rosary. What might make the difference for Donald Trump in Michigan? Catholics. Umewasikia? Na uhakika ni kwamba Trump aliposhinda kura ndipo tena hao waandishi, ningependa usikie wakisema ya kwamba Wakatoliki ndio walimpitisha Trump kwenye kura hii ambayo alipita Marekani. Kama sio Wakatoliki Trump angepita. Walimpatia kura zao zote wakampitisha. As President-elect Trump prepares to return to the White House, it is becoming more and more apparent that he received a huge boost from Catholic-identified voters after Catholics split fairly evenly between Trump and President Biden back in 2020. On Tuesday, they broke for Trump by about 15 points. The Harris campaign skipped Catholic fundraising dinner, the Al Smith dinner in New York, and refused to consider religious exemptions for abortion. In addition to Catholics, Trump also improved his margins among Latino and Black Americans. Kipindi kile ambapo ni mwaka wa 2024, wakati wa kampeni ya Trump, wakati wa birthday, siku ya kusaliwa, sherehe ya kusaliwa kwa Trump ilipofika, ambayo ilikuwa June mwezi wa 6 2024, Wakatoliki ambao walikuwa wanajali masilahi ya Ukatoliki na walikuwa wanajua malengo yao kwamba Trump anaenda kupita watimizie, wakasema Wakatoliki wote, jameni, kujeni tumfanyie Trump misa takatifu, sala, maombi ya misa takatifu 2024 2024 masses. Na ukumbuke ya kwamba kwa Mkatoliki maombi ya misa takatifu ndio maombi ya maalum ya ndani kabisa kwa Mkatoliki. So wakaita Wakatoliki wote tumfanyie misa kuanzia Juni siku ya kusaliwa kwake mpaka Novemba tarehe 5 wakati kura itapigwa Marekani. Wamuombea hizo siku zote, wamfanyie misa, na hizo misa wahakikishe zimefika 2024 2024. The thousands of patriots gathered here with President Trump represent the thousands more across this country who are working hard to save this nation from atheistic communism. Yes, we got to work, but more importantly, we have to pray. To that end, we are launching the Holy Masses for President Trump campaign. These masses will be offered for all the patriots and President Trump who will be working hard during this election time to save this great nation. We offered the very first Mass of this great campaign right here at the People's Convention in Detroit with President Trump. Our goal is to reach 2,024 Masses offered for him and the country before Election Day. To help us accomplish this mission, we encourage you first to contact your local church and request that a Mass be offered for President Trump and the country. Then visit our website c4c.com to add your Mass offered to this campaign.
You will have the option of sending the mass card directly to President Trump, along with a personalized message letting them know that you had a mass offered for him. You will also receive a copy of this mass card sent to your house as a reminder to pray for this important intention. The church considers the Mass the greatest possible prayer of intercession because it is the perfect offering of Christ to the Father. Time and time again, we have seen the power of prayer at work. As the Lord says, seek and you will find, knock and the door will be opened for you. Thank you for joining us in prayer. God bless you and God bless the USA. Wakati ambapo Trump alichukua kura, ndipo sasa wakafichua siri ni nini kilifanyika. Wakahakikisha ya kwamba na kuthibitisha ulimwengu ya kwamba ni Wakatoliki ndio waliompitisha. Ilikuwaje? Ni kwamba mapadri wa Kikatoliki, makasisi wa Kikatoliki walimfanyia kampeni kwenye makanisa yao. Wakatoliki walihimizwa ya kwamba mtu peke yake wa kupigia kura ni Trump. Hiyo ndio kazi ambayo makasisi walikuwa wanafanya. Kwa hivyo Ukatoliki ulikuwa na uhakika ya kwamba Trump ndiye angeenda kutimiza matakwa ya Waroma. Ndipo wakampitisha. Sikia hii taarifa inayosema ya kwamba makasisi ndio walifanya hiyo kazi ya kampeni makanisani. Donald Trump's time in office stirred passionate responses across political and religious lines. Among his backers were several Catholic priests who stepped into the spotlight. From mobilizing voters to openly supporting his policies, these clergy members became outspoken champions of Trump's vision, creating waves of debate within the church. In this video, we'll dive into the Catholic priests who supported Trump, their reasons, and how they influenced his connection to the Catholic community. Rais Trump alipochukua kura, sasa Warumi wakaanza kujitokeza. Aliteua cabinet, serikali yake ilikuwa ya Wakatoliki. Mpaka magazeti yalisema hivi. Hao ndio mashahidi ambao Mungu aliinua kutangazia ulimwengu kile ambacho kilionekana. Trump's cabinet the most Catholic. Ya kwamba hii serikali ya Trump ndio serikali ambayo ni ya Wakatoliki ama Ukatoliki katika historia ya Marekani. Halijawahi ionekana kama hili. Wakasema katika The Catholic Herald, jarida la The Catholic Herald ya tarehe 5 mwezi wa 12 2024, ni jarida ya Wakatoliki. Wanasema President-elect Donald Trump has chosen to appoint Catholics to several key cabinet and senior advisory roles. It has led some to claim that as a result, this could prove to be the most Catholic cabinet and administration in the history of US politics. Wao ni Waroma wenyewe wanasema ya kwamba Trump ameamua kuchagua serikali ambayo ni ya Wakatoliki. Na ukweli ukiangalia, akamteua makamu wa urais Mkatoliki. Akateua mawaziri mbalimbali, mpaka mkuu wa ujasusi, mpaka ambassador wa kwenda United Nations, na wengine aliwateua ambao ni Wakatoliki zaidi ya 10. Na ukiangalia zaidi ya hapo, hata spika wa bunge la Marekani ni Mkatoliki. Ukiangalia hawa ambao ni mahakama ya juu zaidi Marekani ni Wakatoliki karibu peke yao. Today, we're taking a closer look at an intriguing phenomenon, the notable presence of Catholic leaders in President Donald Trump's new cabinet. From key advisors to influential policymakers, this is turning out to be one of the most Catholic administrations in history. Baada ya hao mashahidi ambao Mungu ndiye anatumia kutukumbusha na kutuonyesha tumefika wapi, hiyo ndio sauti ya Mungu ambayo inatukumbusha ndipo tujue mahali tumefika. Sasa nakuletea Waroma wenyewe wanene na watoboe siri. Wakishaona ya kwamba mambo yao yametimia, ya kwamba sasa hakuna namna nyingine, Marekani iko mikononi mwa Roma, wanajeshi wa Roma wameizunguka na wameizingira kabisa na kuidhibiti Marekani, wanasema ya kwamba Wakatoliki ndio wanatengeneza sera za serikali ya Trump. Ningependa nikuletea huyu ambaye ni Bishop Barron. Aseme ya kwamba Wakatoliki ndio wanatengeneza sera za serikali ya Trump. Na yeye ni mmoja wa wale ambao wameteuliwa waweze kutengeneza hizo sera za kidini. Ujue ya kwamba ukiwaona hawa wa Roma wanajigamba hivyo, mambo wameyamaliza.
Msikie akisema hilo. When you were approached by the Trump administration and they invited you to be part of President Trump's Religious Liberty Commission, what was your reaction and why did you decide to say yes? Yeah, they're inviting a Catholic bishop to be a voice around a table when public policy on an issue very central to us bishops, we've been talking about it for 35 years now. They're inviting a Catholic bishop to be a voice around the table in the formulation of this policy. Why would I say no? Now, I know all the familiar objections, but see, to me, the overriding thing was, I say no, now we're taking a Catholic voice away from that process. Here's another distinction I'd make, is people have said to me, well, now you've been in the Trump administration. I'm not in the Trump administration. The Trump administration would be people who are charged with implementing Donald Trump's policies, so like Rubio and Vance and many others. I'm on the other side of that process, if you want. Not implementing the policy, I'm making suggestions regarding the formulation of policy. Right. I'm there to help shape policy. So I say something, I don't care in a way. If you don't like it, okay, fine. I'm just making my contribution. Why would I be hesitant or afraid to bring the Catholic perspective to bear? And I'll say this, the commission was great. I spoke my mind in every setting. Lots of Catholics in the present administration. A lot of them know me from my social media work, so they'll come to me, and I said to them, bring Thomas Aquinas into your public life, by which I mean bring these great moral and spiritual principles that indeed undergird our democracy, but make them a lively presence in the work that you do. I think that's the role of Catholics in government. Na kuletea tena mnenaji mwingine wa Roma aweze kutoboa siri. Anasema ya kwamba Ukatoliki ndio umejenga historia ya Marekani. Kumbe mambo ambayo yamekuwa yakifanyika kisiri sasa wamejitokeza kuthibitisha ya kwamba wao ndio walikuwa wanafanya. Na anasema kwa kiburi kabisa ya kwamba Katoliki ama Ukatoliki ndio umejenga historia ya Marekani. Na anasema kwa sababu hii umefika wakati ambao sasa wameona ya kwamba Marekani iko mikononi mwa Roma. Wanataka sasa kuikabidhi kikatoliki mikononi mwa Yesu. Kile walichokifanya kwenye uwanja tarehe 17 ilikuwa inaitwa ni Rededicate 250. Waliifanya kiprotestanti huko na serikali wakamaliza, wakasherekea, wakatawaza hiyo. Kumbe walikuwa wanatawaza sanamu ya mnyama. Lakini sasa Marekani inaenda kutawazwa kiukatoliki upya mwezi wa 6. Tarehe 11-12. Kwa hivyo wanajua ya kwamba tayari wameiteka Marekani iko mikononi mwao, sasa wanaenda kuikabidhi kikatoliki mkononi mwa Yesu. Msikie huyo Kardinali Dolan akisema hayo. We Catholics, I'm grateful to say, have played a key role in the story of the United States. To commemorate this momentous anniversary, boy, am I grateful that we bishops in the United States intend to consecrate the United States of America to the most sacred heart of Jesus on June 12th of this year. Hili jambo ambalo amesema sasa ndio kitendo cha mwisho kabisa cha kuthibitisha na kuhakikisha ya kwamba wanajeshi wa Roma wameizingira Marekani, Marekani imetekwa na Roma. Hili jambo ambalo huyu Dolan analisema, huyu kardinali, ni jambo ambalo maaskofu wa Kikatoliki ambao wanaitwa United States Conference of Catholic Bishops walipiga kura mwaka uliopita wa 2025 tarehe 11 ya mwezi wa 11 ya kwamba sasa umefika wakati ambapo Marekani iweze kutawazwa Kikatoliki na kukabidhiwa mikononi mwa Yesu, hiyo ambayo wanaita Sacred Heart of Jesus. Hivi vinyago vyao wao ndio wanajua na matambiko hayo yao, lakini ni wakati ambao umefika muafaka wa kuweza kuthibitisha ya kwamba Marekani iko mikononi mwao. Gazeti la The Catholic Herald la tarehe 12 ya mwezi wa 11 mwaka uliopita wa 2025. Bishops to consecrate the United States to the Sacred Heart of Jesus. Kwamba maaskofu wanaenda kuitawaza Marekani waweze kuikabidhi mikononi mwa Yesu. Sasa sio vile ilivyokabidhiwa kule kwenye uwanja, sasa ni Kikatoliki. Iko mikononi mwa Ukatoliki. Na hili jambo ambalo wanaenda kulifanya la kuitawaza Marekani kiukatoliki halijawahi fanyika katika historia ya Marekani. Hii ndiyo mara ya kwanza linafanyika.
na hapa tunaona utimizo ama kutimia kwa unabii. Katika Wakatoliki wenyewe wanasema, ama Waroma wenyewe wanasema katika Vatican News ya kwamba hili ni jambo ambalo halijawahi fanyika, ndilo la kwanza kufanyika katika Marekani. Yes, this marks a historic first. The United States Conference of Catholic Bishops is scheduled to officially consecrate the country to the Sacred Heart of Jesus on June 11. Ya kwamba hii ndio mara ya kwanza Marekani inaenda kupepwa mikononi mwa Wakatoliki na kukabidhiwa mikononi mwa Yesu. Hiki kitendo ambacho kitafanyika mwezi huu wa 6 tarehe 11-12 ndicho kitendo ambacho kinatuhakikishia ya kwamba hakika kumbe Marekani imetekwa na Waroma. Iko mikononi mwa Waroma, imethibitiwa. Na kinachobakia sasa ni shambulizi. Na kuletea hawa Waroma waendelee kutoboa siri yao na kuonyesha haya mambo yao vile yamekamilika. Nataka umsikie huyo askofu akiwaalika watu wote dunia nzima iende kuona jinsi ambavyo Marekani inaenda kutawaswa kikatoliki na kupelekwa mikononi ama kifuani mwa Yesu. Hiki ni kitendo na matambiko ya Ukatoliki ambayo inathibitisha kwamba Marekani iko mikononi mwao. Hawawezi consecrate kitu. Hawawezi kuweka wakifu kitu ambacho hakiko mikononi mwao. Lazima kiwe ni chao kwanza ndipo waweze kukikabidhi. Marekani imetekwa na Roma, Ukatoliki, sasa inaenda kukabidhiwa kikatoliki mkononi mwa Yesu. Yesu kulingana na vile wanavyomfahamu wao. Nataka usikie huyu askofu akisema ya kwamba hii ni kumtawasa Yesu kama mfalme, Christ the King Marekani. Nikisema kwamba Yesu mfalme ama Kristo mfalme, unakumbuka ile miswada ya kisheria kwenye majimbo ambayo muda mchache uliopita ukisikia ikipigiwa kura kwenye majimbo fulani ya kwamba mabunge ya hayo majimbo yalikuwa yanapiga kura kwamba tumtawase Yesu kama mfalme kwenye jimbo letu, na jimbo lingine nalo likasema tumtawase Yesu kama mfalme kwenye jimbo letu. Kumbe lile lilikuwa ni jambo la Ukatoliki. Wao sasa wanasema sasa ni rasmi, Yesu anaenda kutawaswa kama Christ the King Marekani, atawale Marekani. Anaenda kutawala kwa jinsi gani? Kikatoliki. Why consecrate the United States to the Sacred Heart of Jesus? On November 11th, the bishops of the United States voted to consecrate this nation to the Sacred Heart of Jesus. The consecration will take place in 2026 to celebrate America's semi-quincentennial, that is, the 250th anniversary of the signing of the Declaration of Independence. What does this mean? Why consecrate the nation to the Sacred Heart? In his encyclical instituting the solemnity of Christ the King, Pope Pius XI, drawing on the teaching of Pope Leo XIII, commended the pious custom of consecrating the nation to the Sacred Heart of Jesus as a way to recognize the kingship of Christ. By celebrating this important national anniversary with this devotion, we have the opportunity to encourage all Catholics to honor our Lord and to infuse the spirit of the gospel into various communities and departments of life. Namuita tena bishop mwingine ambaye anaitwa Bishop Carl. Yeye anapeana mwito kwamba watu wahudhurie hiyo sherehe, waweze kuona jinsi ambavyo Marekani inaenda kukabidhiwa mikononi mwa Yesu kikatoliki ama Kiroma. Anasema ya kwamba hili ni jambo ama ni kitendo ambacho hakijawahi fanyika katika historia ya Marekani. Historic. Ni mara ya kwanza. Na anasema it is symbolic. Ni ishara. Hakika Mungu anatupenda. Maneno yenyewe ambayo yanaashiria ya kwamba is symbolic, ya kwamba Yerusalemu imezingirwa na maadui. Kwa hivyo yeye mwenyewe anakubali ya kwamba ni ishara. Ndipo anapeana huo wito. Msikie. My dear brothers and sisters in Christ, as we approach a remarkable moment in our nation's history, the 250th anniversary of the signing of the Declaration of Independence, we are given a unique opportunity not only to celebrate our country, but to reflect more deeply on the role of faith in shaping who we are. In the midst of this anniversary, something truly historic is taking place. On June 11, 2026,
the bishops of the United States will consecrate our nation to the Sacred Heart of Jesus. This act of consecration is not simply symbolic, it is an invitation to place our trust, our hopes, and our future into the loving heart of Christ. As the bishops have expressed, we seek to entrust our nation to the love and care of the Sacred Heart of Jesus, recognizing that it is only through His love that we find true peace, unity, and purpose. Namleta tena Mroma mwingine ambaye ni Bishop huyo Dolan, naye anaenda kutuambia ya kwamba hiki kitendo kinaenda kuwa live streamed, kitawekwa kwenye matelevision kionekane, itakuwa live stream, kitaonekana pote na kila mtu anayetaka kuona, na anawaalika watu waweze kuhudhuria. Na ukiona utaona hivyo vinyago vyao. Unakumbuka mjumbe wa Mungu alituambia ya kwamba tutaona bendera za kipagani za Waroma zikiwa zimesimamishwa nje ya Yerusalemu kwenye eneo takatifu. Kwenye hii klipu ambayo naenda kukuwekea utaona hizo bendera zao, hivyo vinyago vyao ama sanamu zao, na wanaalikwa mpaka wanunue hizo sanamu zao kwa wingi. Kabla ya hiyo tarehe wanunue kabisa hizo sanamu. Bendera za Roma zimesimamishwa Marekani. Na anasema ya kwamba watu waweza kuchukua ile sara inayoitwa novena, ambayo inamaanisha 9. Maombi ya siku 9 kuanzia tarehe 3 mwezi wa 6 hadi tarehe 11. Ndipo sasa Marekani iweze kutawazwa baada ya hayo maombi ya novena. Hayo ni maombi yao, wao ndio wanajua maana ama umuhimu wao. Lakini hayo ni matambiko ya Kikatoliki ambayo Marekani inaenda kufanyiwa. On Thursday, June 11th, Catholic bishops from across the country will be consecrating the United States to the Sacred Heart of Jesus during a special Mass at the Basilica of Mary, Queen of the Universe in Orlando. The Mass begins at 1 p.m. Phoenix time, and it will be live streamed on the diocesan Facebook and YouTube channels. I invite you to join in the novena to the Sacred Heart of Jesus, which the United States Conference of Catholic Bishops and people from across the nation will be praying together from June 3rd through the 11th in preparation for the consecration. You can pray then or any time between now and July 4th, the celebration of our nation's 250th anniversary. Thanks to local artist Ruth Strickland of New Jerusalem Studios, anyone can purchase an image of the Sacred Heart of Jesus to display in their homes, reestablishing a great Catholic tradition. And so I invite you to find resources by simply going to the link below or scanning the QR code where you can purchase an image of the Sacred Heart of Jesus, find the novena prayers for the wonderful Sacred Heart Novena, and you can find papal documents on the Sacred Heart. It has everything. Go to this link where you will find everything about the Sacred Heart of Jesus. We look forward to having you visit us. Na kuletea tena habari nyingine ya Waroma vile wanavyosema, hii sasa ndio ya kiunabii kabisa. Maana msemaji anaenda kusema ya kwamba hiki kitendo cha kuitawaza Marekani mikononi mwa Yesu kiukatoliki ni kitendo ambacho hakijawahi fanyika, na anasema this is to strengthen Catholic identity. Unakumbuka maneno ya mjumbe wa Mungu kwenye Great Controversy page 521 paragraph 2 ya kwamba Rome is strengthening her forces. Anaendelea kuimarisha majeshi yake Marekani na duniani. Huyo anaenda kusema ya kwamba hii ni imarisha, ku strengthen Catholic identity, utambulisho. Yaani ni kuimarisha, ni kutia uwezo iweze kuonekana ya kwamba Marekani imetambulika kikatoliki sasa. Catholic identity. Huyo ndiye anaenda kutopa hayo mambo kabisa sasa. Ya kwamba ni kuitambulisha Marekani kikatoliki, iweze kutambulika kikatoliki. Waroma wameiteka Marekani. Na huyu msemaji anaenda kusema ya kwamba hiki kitendo ni cha kwenda kumtawaza Yesu kama mfalme Marekani kikatoliki. Na anasema ya kwamba hili jambo linaenda kuleta umoja, unity. We mwanafunzi wa unabii, ni unity gani? Muungano wa dini na serikali ule ambao tuliona.
muungano wa Ukatoliki na wa Protestanti na muungano wa upagani spiritualism, na haya makundi matatu yawe ile ambayo mchumba wa Mungu anasema katika Great Controversy page 588 paragraph 1, a threefold union, wale chura watatu. Maneno ya kiunabii kabisa. Hiki kitendo ndicho kinaenda kuthibitisha ya kwamba wale chura watatu wamekuja pamoja, ya kwamba sanamu ya mnyama imesimamishwa, na ya kwamba Marekani inaenda kutambulika kikatoliki. Sasa kwa vile hao chura watatu wameungana, wamekuwa kitu kimoja na wameonekana, sanamu ya mnyama imeonekana, na sasa Roma imeisingira Marekani, kinachobakia sasa ni shambulizi wakati wowote. The U.S. Catholic bishops have announced a national consecration of the United States to the Sacred Heart of Jesus for June 11th. According to the National Catholic Register, the initiative includes a video message and parish resources to help the faithful recognize Christ's kingship. In the video, Archbishop Alexander Sample of Portland stated the consecration aims to strengthen Catholic identity and encourage devotion in daily life. He highlighted that this act invites Catholics to bring gospel values into their families and workplaces. The message draws on the teachings of Pope Pius X and Pope Leo XIII, as well as the 17th century revelations of St. Margaret Mary Alacoque. Resources in English and Spanish have been distributed to dioceses nationwide. Archbishop Sample urged Catholics to renew their commitment to truth, justice, and charity. Church officials noted that this spiritual act is designed to deepen unity and moral responsibility across the United States. Sikiliza sasa hii pointi ambayo nataka kukuonyesha kutoka kwa maandiko matakatifu, na ndio itakuwa sasa funga mambo. Maandiko matakatifu yanasema ya kwamba ndipo Marekani itangaze amri ya Jumapili haiendi kutumia uwezo wake binafsi wa Kimarekani, inasema inatumia uwezo wa kipapa, uwezo wa Kikatoliki, mamlaka ya Kikatoliki. Nani ameikabidhi? Ndio sababu maaskofu wameikabidhi. Wacha tusome hiyo Ufunuo usikie vile inavyosema. Ufunuo 13 na mstari wa 12 inasemaje? Ni kwa mamlaka gani? Ni mamlaka gani Marekani inaenda kutumia? Ni naye atumia uwezo wote wa mnyama yule wa kwanza mbele yake, naye aifanya dunia na wote wakaao ndani yake wamsujudie mnyama wa kwanza, ambaye jeraha lake la mauti lilipona. Umeona? Lielewa hili fungu vile ambavyo haukuwa unalielewa hapo mbele, ya kwamba kumbe Marekani inaenda kutumia mamlaka ya kipapa. Nani ameikabidhi? Maana katika historia yake Marekani haijatumia uwezo wa Kikatoliki na uwezo wa kipapa, maana haikuwa nao. Marekani imekuwa ikifanya kazi ikiwa a Protestant and a Republican government. Lakini sasa maandiko yamesema inaenda kutumia mamlaka ya Kikatoliki. Nani ameikabidhi? Ndio hii ambayo maaskofu wa Kikatoliki wameikabidhi sasa, kwa kuiweka wakfu, kwa kuipatia utambulisho wa Kikatoliki. Kumbe hii ni hatua muhimu sana ya kutimiza hili fungu. Marekani haingeweza kutangaza sheria ya Jumapili kabla haijatawazwa Kikatoliki. Hata kama imetengeneza sanamu ya mnyama hivi majuzi tarehe 17 mwezi wa 5 2026. Hii hatua nyingine ni ya muhimu, ndipo itimize Ufunuo 13 na mstari wa 12. Hata kwa Kiingereza inasema, and he exercised all the power of the first beast before him. Unamkumbuka yule kasisi wa Kikatoliki aliyesema ya kwamba umefika wakati ambapo dunia nzima watu wote wanaenda kufanywa wawe wa Katoliki. Wanajua kinachoendelea. Alisema kabisa kwa wazi, kwa lugha inayoeleweka, ya kwamba wakati umefika ambapo dunia nzima wanaenda kuwa Wakatoliki, na akawahimiza Wakatoliki waombe yale maombi yao wanayoomba kwa Maria, ya kwamba hilo jambo liweze kutimika. Wacha nikukumbushe hiyo klipu na kuwekea usikie, ndipo ujue ya kwamba kumbe mambo yamekamilika na sisi tumelala. We are in the end times battle, but we don't believe it's the end of the world. If you read the saints carefully, they say it's not the end of the world, it's the end of this era. Something new is coming. The greatest triumph of the church in all of world history is coming, when the whole world will become Catholic, the entire world. Ndio hilo sasa.
Marekani naenda kutumia uwezo wake mbele ya mnyama, uwezo wa mnyama ndio huu sasa Ukatoliki ambao umeuteka. Anaenda kutumia huo uwezo ndipo alazimishe dunia iweze kumwabudu mnyama wa kwanza ambaye ni upapa. Na nikuulize, upapa unaenda kuabudiwa namna gani? Mjumbe wa Mungu anatuambia jinsi ambavyo upapa unaenda kuabudiwa katika kitabu cha Last Day Events page 131 paragraph 2. Mjumbe wa Mungu anatuambia kuabudu upapa ni kwa jinsi ya kulazimishwa na kukubali kuabudu siku ya Jumapili itakapolazimishwa. The enforcement of Sunday keeping on the part of Protestant churches is an enforcement of the worship of the papacy. Ya kwamba kulazimishwa kutunza Jumapili kwa lazima ndio ibada ya upapa. Mtoto wa Mungu, hapo ndipo tumefika. Hapo ndipo tumesimama. Wanafunzi wa Yesu wa kipindi kile waliambiwa, mkiona dalili hii ya Yerusalemu kusingirwa na wanajeshi, mchomoke, mtoroke mbio, muhame Yerusalemu. Nikakuonyesha kwenye somo lililopita la Wasabato kuondoka Marekani, nikakuonyesha ushahidi ya kwamba hii dalili ikionekana Wasabato watoke Marekani. Na pia mjumbe wa Mungu anatuambia ya kwamba watoto wa Mungu wajipange waondoke mijini. Neno langu la mwisho ni kwamba jipange. Maana Mungu ametupatia hekima na maarifa ya kufanya mambo. Na zaidi ya hapo, tumuombe Mungu atufungulie njia jinsi ya kuyachukulia haya maswala kwa utukufu wake. Asante kwa yule uliyetuma msaada wako ama mchango wako kwa hii huduma. Na wewe ukiguzwa moyoni mwako, namba yangu ndio hiyo, unaweza ukatuma mchango wako. Bwana akubariki. Tunaingia kwenye vita kuu. Kwa neema ya Mungu tutakuwa washindi. Jina